moja ya kitu ambacho ni mjadala mkubwa sana sasa hivi Mndolela ni hatima ya golikipa namzungumzia hapa Diarra pamoja na uongozi wake wa Yanga. Wakati tunachambua nakumbuka baada ya mchezo kumalizika ulisema kabisa kwamba kamati ya masaa 72 tunataka tuweze kuona mrejesho wa kilichotokea. Lakini sasa kuna kampeni kama vile inaendeshwa kwenye mitandao ya kijamii na mashabiki wa Yanga. Kuweza kama kumsifia kitendo alichokifanya ni kama shujaa vile. Yaani sijaelewa kwenye hiki ambacho pengine kinakuaje. Kwako hiyo umepata picha gani kinachoendelea na pengine tutaona sasa hatia yoyote kutoka kwa Ranili? Kwanza mimi niseme tu unajua kuna kauli inasema huruma sio malezi. Ile wahenga walikuwa na maana kubwa sana. Kwa hiki wanachokifanya baadhi ya viongozi wa Young Africa, naelewa kwa nini wanajaribu kufanya vile. Wanajaribu kufanya vile kwa ajili ya kufunika aibu iliyotokea juzi, kwa ajili ya kumwencourage mchezaji wao, wanampetipeti tunasema. Yaani ionekane wanampenda sana na nini, ila sio jambo zuri wanalolifanya. Mimi nilichokuwa nategemea, kwa sababu Diarra kafanya utovu wa nidhamu. Diarra kafanya utovu wa nidhamu kwa wachezaji wenzake, kafanya utovu wa nidhamu kwa kapteni wake Bakari Nondo, utovu wa nidhamu kwa referee, mpaka viongozi wake, mpaka kashuka kiongozi mkubwa kabisa Ellis tumemwona kaja, yeye bado alikuwa hataki kuelewa, ambapo atapelekea pia Ellis naye kujadiliwa na kamati, kwa sababu uruhusiwi kiongozi kuingia ndani ya uwanja, umeelewa? Sasa Ellis amekuja, kwa hiyo na yeye inawezekana kamati ya masaa 72 na yeye Ellis wakamjadili yoyote kwa ajili ya kusababisha yeye Diarra. Sasa mimi kitu nilichokuwa nategemea kwa viongozi wa Yanga kukifanya, iwe funzo, iwe fundisho na awe na nidhamu Diarra, nilikuwa nategemea yani sio kumtetea, bali wangemwadhibu pia mpaka wao Young Africa. Okay. Yani ukiacha adhabu ambayo inawezekana akapewa labda na kamati ya masaa 72, bado wao kama klabu ndani nilitegemea wamwadhibu pia kwa kitendo alichokifanya cha utovu wa nidhamu. Tunaona wenzetu walioendelea, mchezaji anaadhibiwa ndani ya timu, anakatwa mshahara, umeelewa vizuri, pata adhabu, umeelewa, unafungiwa kutojihusisha na timu kwa muda fulani, umeelewa, watu wanakuadhibu, yani unaadhibiwa ndani pia ya timu. Mimi nilikuwa natarajia kwa Yanga Afrika wafanye hivyo pia kwa Diarra. Yani ukiacha kama inawezekana huko ikatoka adhabu nyingine, Yanga nayo ilibidi wamwadhibu kwa kile alichokifanya. Lakini Beni anakuja kiongozi anasema alichokuwa nakifanya Diarra ule ni uchungu na timu, na mapenzi na timu, utovu wa nidhamu, uchungu na timu kwa vile kweli. Sasa kwa mfano hawa wachezaji wengine ambao hawajafanya vile, manake ndio wanaonekana hawana uchungu na timu. Sasa itakuja mechi ijayo watafanya vile, atafanya Israeli Mwenda, atafanya Shabalala, atafanya, si ndio tuonekana tuna uchungu na timu? Tuonesha utovu wa nidhamu, ndio utaonekana uchungu na timu. Taasisi yoyote inahitaji nidhamu sana hasa kwa wafanyakazi wao. Yani Young Africa wakubali wakatae, Diarra ameonesha utovu wa nidhamu na ameonesha nidhamu mbovu mpaka kwa wao viongozi, sio mtu wa kumtetea. Yani ni kitendo ambacho kinatakiwa cha kukemewa. Yanga wakemee na wao wenyewe wamwambie, kama sio kumwambia hata kumwadhibu kabisa ndani kama timu, kwa ajili ya kukemea vitendo viovu kama vile. Au pengine wanahofia kumpoteza. Hakuna kuhofia iko. Yani wakati unajua mchezaji hata kama mzuri lazima kwanza awe na nidhamu. Umeelewa? Nidhamu ndio kila kitu. Yani yule Diarra hata kama atakuwa na nidhamu, yani haiwezi kuwa na afya kwenye timu. Kwa sababu yani asipokuwa na nidhamu mtu mmoja au wengine nao watafuata. Kwamba sisi timu yetu hamna shida, kumbe ukifanya tu kumbe ndio unaonekana ndio safi. Umeelewa vizuri? Na kile anachokifanya Diarra pia anawavua nguo waajiri wake, mabosi zake. Inaonekana kabisa ni mtu ambaye anawapanda kichwani, anawaweza. Kama anakuja meneja anakuzuia bado utaki.
mpaka unamsukuma kabisa, anakuja mpaka bosi bado hutaki. Umeelewa vizuri? So mimi nilikuwa nategemea kitendo cha meneja kumwambia angeelewa, basi hujaelewa Ellis hata bila kumshika alivyoshuka tu angebidi amsikilize, lakini wapi. Hiki ambacho kinachoendelea kwa mashabiki. Nimeona mashabiki maarufu wale ni kama vile wanamuita shujaa wa timu. Hiyo ndo shida kubwa ya Young Africa. Na sisi tumekubaliana sisi channel yetu ya kuzungumza ukweli basi ndo tunaongea ukweli hapa. Ni katika shida kubwa ya washabiki wa Yanga sasa wale influencers wale nimeona wengi wanatetea ujinga. Umeelewa? Na nilishakwambia, narudia tena, katika vitu matatizo ya Yanga sasa hivi pia ni Yanga kutoambizana ukweli. Matatizo ya Yanga hivi sasa ni Yanga katika moja ya matatizo ya Yanga sasa hivi, ukiacha tu la Diala, hata huku kwenye timu yao inavyofanya vibaya sasa hivi ni kutoambiana ukweli. Influencers wa Yanga, unajua my influencers wao ndio watu wapekee, wana sauti kubwa sana kwenye upande wa mashabiki. Wao ndio wanabeba pia mahisia labda maono ya mashabiki wao, wao wanawakilisha. Kwa hiyo sasa hawa influencers wa Yanga sasa hivi hawazungumzi ukweli hata wanapouona ukweli. Yani inakuwa kama vile wamefunikwa hivi, yani wewe unatakiwa tu usifie tu hapa, hamna kuzungumza kitu kibaya chochote cha Yanga. Unanielewa hapo Beni? Yani watu wenye sauti wa Yanga, my influencers wa Yanga, asilimia kubwa sasa hivi timu yao hata ikiwa inatumbukia shimoni hawasemi ukweli. Yani wao wapo sasa hivi kwa ajili tu ya kuidefend timu yao. Ndio maana hata ikitokea kitu kibaya ukisema wanakuja kuwataki. Umeelewa? Mimi Beni najua hii clip utapandisha na atasikia. Sitomtaja tu jina, nimekuonesha moja influencer sehemu kubwa na anajijua hapa sasa hivi. Mimi nilipost kuhusu Shuaboy na Fadhili Musa, nikasema why hawa watu hawachezi? Kama miezi miwili nyuma imepita, mwezi. Nimekuonesha hadi message ya influencer. Iko kwenye comment ya page yetu ya EFM. Utaona pale. Yuko juu kabisa. Anajiita Bona Official Stage, ila jina la kwanza linaanza na K. Atajijua. Akacomment akaniambia nenda kawapange wewe bwana mjuaji. Mimi sikujibu ile message. Nimekuonesha post yake yeye jana, kaposti vile vile na yeye anaulizia bwana, kusema ukweli usemwe bwana, wa wachezaji vipi? Shuaboy pamoja na Fadhili Musa. Bwana hao watatusaidia. Nikakwambia hii niliposti mimi miezi miwili nyuma, huyu mtu alicomment ujinga. Umeelewa vizuri? Aliniclash. Na yeye kasema yeye jana haya maneno, kwa maana hiyo kumbe hata nilichokisema kilimuingia, ila ni-clash tu kwa sababu hiyo ya kudefend. Sasa akasema mwenyewe jana. Huyo mtu unamchukuliaje? Kwa hiyo tunaiona picha kwamba kuna ukweli ambao unafichwa lakini tunaupendezesha. Yani kuna vitu vinatakiwa vizungumzwe wazi, ili sometimes kuna kitu ukizungumza Beni unasaidia. Umeelewa? Kuliko ukiwa unatetea unaficha usaidii. Kwa mfano kama issue ya Diala. Diala akafanya utovu wa nidhamu. Diala juzi kawafungisha Yanga, mistake yake goli limeingia. Alafu kutaka kuziba aibu yake ndo mtupia jumba bovu refarii, yaonekane sijui nini, clip hizi zinaonekana zile wazi, yeye ndo kamsukuma mchezaji wa nani? Wa Mtibwa, goli linaingia. Umeelewa? Kuna faulu yoyote. Sasa kutaka kuficha madhaifu yake kwenye lile tukio ndo unaenda kumwataki refarii. Lile kosa kafanya Diala. La kwanza la goli, kosa la pili hili la utovu wa nidhamu. Inabidi wote wamkemee, na sio mara ya kwanza Diala anafanya hivi. Mechi na Simba unakumbuka? Hivi anamwataki refa. Sasa ukicheza kama hivi, ubaya sasa my influencers wanamtetea washabiki nini? Ubaya wa tukio alilolifanya Diala. Unalifanya klabu bingwa. Kula nyekundu yule anapigwa bani, mnamkosa. Umeelewa? Ndio maana tunasema hiki kitu sio cha kumtetea, cha kuambiwa aache ili ajifunze, ili na wachezaji wengine na wao
wajifunze kupitia yeye. Ujue mchezaji mkubwa yeye kioo. Sawa. Hapo wakati unazungumza ulisema kabisa kwamba kuna sheria zipo katika mpira kwamba alichofanya Engineer kutoka jukwani kuingia uwanjani ni kosa, na yeye pia huenda akawepo katika kamati ya saa 72 aeleze au atuambie kwamba alichokifanya Engineer Hersi hakikuwa sawa wakati anakuja kumzuia Diarra. Tunaweza tukaona rungu kwa pande zote hizi mbili, pamoja uongozi pamoja na mchezaji. Inawezekana ikawa hivyo. Ndio maana nasema issue inaenda kwenye kamati. Kwa huku wanaenda kujadili. Wao wenyewe wataangalia kulingana na tukio lilivyo. Umeelewa? Kwa hiyo kwa sababu kwenye kanuni nafikiri ya 12 kwenye udhibiti wa viongozi na wachezaji kitu kama hiko ndo anaingia pale. Taisoma vizuri, sina uhakika ni ngapi, ila udhibiti wa wachezaji na viongozi ipo hiyo. Kiongozi uruhusiwi kwenda eneo la kuchezea pale. Sawa, na tukubalizia nini pengine ambacho ungetamani kutuambia pia kuhusiana na mpira wetu kunachoendelea hivi sasa? Naam. Mimi ninachotaka kuambia watu kwenye mpira, tujifunze mpira, alafu sometime kwenye ukweli tuzungumze ukweli. Kwenye jambo ambalo sio ukweli tuzungumze sio ukweli. Hapo tutausaidia sana mpira. Ila tukisema beni yetu tufiche sijui tutetee na nini, sometime unaweza ukatetea kitu kwa sababu hutaki tu mchekwe, hamtaki kuwapa labda maneno wezenu, lakini lile jambo likawasaidia wenyewe, yani mkalizungumza afu likawasaidia, kuliko hamtaki kulizungumza mwisho wa siku litawaumiza wenyewe. Umeelewa? Juzi tu hapa Simba umeona walivyoshambuliana wenyewe kwenye, mwisho wa siku viongozi wamesikia, akili zimewakaa sawa, wamesajili vizuri, timu hiyo hapo inapata matokeo. Sawa bwana, tulikuwa na Mnolela hapa, tumezungumza mengi ya kimichezo, lakini kubwa tu ni kwamba huenda kamati ya saa 72 wakapiga bani pamoja mchezaji pamoja na kiongozi kwa kitendo ambacho kilichotokea katika mechi kati ya Yanga na dhidi ya Mtibwa Sukari, ambapo walitoka na alama moja kwa moja. Lakini tunaelekea kwenye international break. Ni nafasi ya Yanga kuweza kujitafakari wapi ambapo walipoweza kukosea, alama moja nyuma ya Simba Sports Club ambaye wana furaha kubwa sana hivi sasa na muda wowote kwao ni kama finali. Kwa hiyo hiki ambacho tumekizungumza hapa tutaona matokeo yake. Sisi tumechagua kusema ukweli, na ukweli ndio siku zote tutaweka huru kabisa watu wote. So Mnolela, sehemu ambayo umechagua ni kusema ukweli kabisa. Hiko ndicho ambacho sifa yako kubwa. Kabisa, mimi wewe sio kama wengine. Mimi ununuliwi. Mimi ni nyeupe, nyeusi. Mimi ni panado. Ni kidonge. Shakwambia mimi ni kidonge bwana, kichungu lakini ndio kinakuponyesha. Ndio dawa. Umeelewa? Ndio sifa ya kidonge. Yaani kichungu lakini ndio dawa be. Kwa hiyo mimi ni kama kidonge tu, ndugu zangu, kichungu ila ndio dawa. Kulikuwa na kauli tata kutoka kwa msemaji wa klabu ya Dar es Salaam Africa Ali Kamwe Shabani ya kusema kwamba Kibabage anajitutumua sana Simba Sports Club tofauti na alivyokuwa Dar es Salaam Africa Yanga. Kwenye kauli hii na performance ambayo anayoionyesha Kibabage kwenye klabu ya Simba Sports Club, pengine ni hasira kutokana na kauli ya huyu msemaji, pengine ni sahihi kwa Kamwe kusema vile? Alikuwa ni mchezaji, kwa hiyo inamaanisha kwamba hata mchezaji yote atakayetoka kwenye klabu ya Yanga Ali yuko sahihi. Kivipi? Ameonesha uchungu anaojisikia zaidi. Ali yuko sahihi, yani uchungu, maumivu anayoyapata kwa performance bora ya Kibabage ameamua kuyaweka wazi, kuliko angekufa nayo moyoni angemtesa sana. Na watu wengi sasa hivi wa Yanga hiko ndo kinachowaumiza, kwa sababu walitarajia kuona Kibabage akienda Simba labda ni mchezaji wa kawaida tu, amemchukua acheze kawaida. Sasa kinachoumiza zaidi ni wao, kwa sababu walimchukua Mohamed Hussein Zimbwe wakiamini kwamba ili pengo la Mohamed Hussein Simba litawatesa muda mrefu sana. Umeelewa? Sasa Simba wameliziba muda huo, na mtu ambaye ameziba hilo pengo ndio kinachowaumiza Yanga. Ni kijana wa kwao, wamechukua wenyewe tangu kijana, wamemkuza pale wenyewe. Kibabage ndo amekuja kuziba lile pengo. Umeelewa? Inawezekana
Kibabage asiwe kama Mohamed Hussein, Kibabage, Mohamed, lakini issue ni mahitaji. Mahitaji anayotoa Kibabage Simba wamemelizika. Na mimi sikufichi, usije ukaja kushangaa hata Miguel Gamondi kwenye timu ya taifa akaanza kumtumia Kibabage. Sababu anamjua, alienda naye Singida. Sasa hivi katika ukizungumza fullback yupo kwenye fomu kwenye ligi yetu ni Kibabage. Ukilinganisha na Mohamed Hussein. Yani sasa hivi performance. Mnole. Kweli, kwa performance ya sasa hivi. Currently form. Kibabage ana fomu nzuri. Currently. Kwa sababu Kibabage anashambulia, anazuia, anatengeneza chance. Sasa hivi kakamilika. Yani umeleo Mohamed mchezo beki mzuri wa nafikiri ana heshima kubwa kabisa. Uwezi kumfananisha na Kibabage hata kidogo, lakini current form kwa sasa hivi nao Kibabage na Zimbwe, Kibabage ana form hiyo. Hata wana Yanga wanajua kama uongo sio kamwe bwana, kazungumza mwe juzi. Uchungu sindano imemwingia vizuri. Kibabage yupo kwenye form nzuri, hiki ndio kinachowaumiza sana Yanga. Yani hawana lingine zaidi ya fomu tu ya Kibabage. Anaonyesha na ubonda. Kabisa. Kwa Yanga walitarajia kwamba kichukuliwa Zimbwe, Simba namba 3 itawatesa sana. Lakini watu wameziba na mchezaji wao mwenyewe. Sawa.